Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametupa nguvu, ametupa kibali cha wote sisi kuwepo hapa siku ya leo. Lakini la pili, nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyinyi nyote nadhani ni mashuhuda, mnajua kwamba yeye amekuwa ni kinara katika kulizungumzia swala la nishati safi. Na wote tumeona jinsi ambavyo amekuwa akifanya uhamasishaji mkubwa Tanzania, lakini na hata katika nje ya Tanzania. Amekuwa akizungumzia kuhusu kutumia nishati safi. Na kwa nini anafanya hivyo? Ni kwa sababu yeye ni mwanamazingira namba 1 katika nchi yetu. Na wote mtakumbuka kuanzia alipokuwa makamu wa rais mpaka sasa amekuwa akizungumzia sana utunzaji wa mazingira. Na sisi tunatambua kwamba nishati chafu ambayo inatumia mkaa, lakini ina mahusiano makubwa na kwenda kukata miti, ambayo miti ina uharibifu mkubwa wa mazingira. Tunakosa mvua, tunakosa hewa. Nichukue nafasi hii tumpongeze sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Lakini tutakapochukua leo, twende tuhamasishane na watu wengine. Tuhamasishe na wenzetu ambao wanafanya kazi hizi za mamalishe, lakini na jamii ambayo inatuzunguka, kwamba sasa hivi mpango mzima ni kutumia nishati safi. Kwa majina naitwa Rehema Zakayo Sule, ni mzaliwa wa kata ya Mbulumbulu. Mimi ni mwenyekiti wa umoja wa mama ntilie wilaya Karatu. Kipekee namshukuru Mwenyezi Mungu kwa uzima huu wa leo. Pia ninamshukuru Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutukumbuka sisi mama ntilie. Yaani tuna furaha kubwa sana kwa sababu hatukutegemea kama sisi mama ntilie wa hali ya chini mama ametugusa. Mpaka leo hii sisi mama ntilie wa vijijini wanaenda kupikia gesi, maana ilikuwa ni wakati mgumu sana. Kama kipindi hiki cha mvua, wamama wao wa vijijini wameshindwa kufanya biashara kwa sababu ya hali ya hewa ya mvua, kuni hamna na mkaa pia hamna. Lakini Rais Mama Samia ameona atuguse sisi wamama wa hali ya chini. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu, amlinde mama yetu, aendelee kufanya mema na aendelee kuwagusa wanawake wengine. Pia kipekee nimshukuru mkuu wetu wa wilaya, alivyoitwa kuhusu swala la gesi zetu alizifuatilia. Kipekee ninamshukuru sana mkuu wangu wa wilaya. Pia yeye ni sehemu ya maendeleo yetu ya wilaya Karatu. Pia ni washauri kitu kimoja, viongozi wetu wa chama waache kutuvurugia system ya mama ntilie. Hii ni sehemu ya mama ntilie tu. Na sisi tunadili na mama ntilie kwa sababu ndio wajasiriamali wadogo wadogo, ndio wanaolisha watoto na ndio wanaosomesha watoto. Kwa majina naitwa Nurwana Karesi, nimetokea kata ya Urus. Kwa kweli tumefurahi sana leo. Siku ya leo ni siku ya furaha kwetu sisi wajasiriamali wadogo wadogo. Kwa kweli nimpongeza sana mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Mama, Mungu akubariki sana mahali ulipo, na tunazidi kukuombea uendelee kushinda katika uchaguzi mkuu. Mama, tumefurahi sana kutuletea gesi sisi wanawajasiriamali wilaya Karatu. Lakini mama, kipekee ni kuombe, tunaomba kwa sisi wanawake wa wilaya Karatu. Kwa kweli sisi wajasiriamali wadogo mama ntilie tuna changamoto ya kuni, lakini tunakushukuru kwa sababu umetuwezesha kutupa gesi. Lakini mama, tunakuomba utupunguzie gesi
ingalau hata shilingi 15,000, maana ujezaji wa gesi ni shilingi 23,000. Mama, tunaomba chonde utupe punguzo la bei. Kwa majina naitwa Neema Marko Manase, wilaya Karatu. Tunashukuru sana Mama Samia kwa kutupatia gesi. Pia tunashukuru kwa kuwa ametutambua sisi wanawake tulikuwa na tatizo la nishati safi. Kwa sasa hivi tunamshukuru kwa sababu ametuona kwa jicho la pili. Na pia natoa wito kwa mama wote kuwa tuepukane kutumia na mkaa, kuni, ili tuwe tunatumia nishati safi.